Karibu msikilizaji katika sehemu ya 4 ya msimu huu hapa wa pili wa simulizi yetu nzuri iitwayo Muuaji Mwenye Tabasamu. Katika sehemu ya 3 tulishia pale ambapo binti Mercy alikuwa yupo kwenye huzuni kubwa ambayo ilimkosesha furaha kutokana na kifo cha aliyekuwa rafiki yake kipenzi aliyekuwa anaitwa Cecilia. Lakini pia alikumbuka namna ambavyo kipindi hiki kama ambacho siku yake ya kuzaliwa, hali ambavyo inakuwa kati yake yeye na kipenzi chake Moko au Adriano. Asijue kwamba siku ya kuzaliwa kwake tayari baba yake alikuwa ameshamwandalia zawadi ambayo aliamini kabisa itamfurahisha. Zawadi yenyewe alikuwa ni Andrea, kijana ambaye mzee Zongo alijua ndiye Adriano, na kumbe wakati wote wakiwa hapo kwenye mambo kama hayo wasioyajua. Kwa upande wa pili mwingine nako Adriano naye mwenyewe sasa alikuwa akitafakari kumpa zawadi kipenzi chake siku ile ambayo atakuwa akisherehekea kuzaliwa kwake. Mambo yalienda vipi sasa? Basi mimi nitakujuza kwa uzuri kabisa ndani ya sehemu hii hapa ya 4 ya simulizi yetu nzuri iitwayo Muuaji Mwenye Tabasamu msimu wa 4. Mtunzi ni Alex wa Milazo King. Mimi ni director Owen kutokea hapa katika studio za Simulizi Maxi, na leo kukujuza yote yaliyojiri ndani ya simulizi yetu pendwa Muuaji Mwenye Tabasamu. Bado mvua kubwa ilikuwa inaendelea kunyesha, radi na ngurumo nazo zilikuwa zimechechamaa usiku ule ambao ulikuwa ni usiku wa pata saa 8:30. Moko alikuwa ndani ya wigo wa makaburi yale ya Kisutu. Alisimama kando kidogo na kaburi lile lenye msalaba ambao ulikuwa umewanishwa na jina moja tu pekee. Hapo ndipo alipokuwa muda huo ambapo kichwa chake kilikuwa kinatafakari namna ya pekee kabisa ya kuweza kumfurahisha mpenzi wake ambaye bado siku chache tu asherehekee siku yake ya kuzaliwa. Awali alitamani sana mpenzi wake atambue kwamba alikuwa ameshapoteza maisha yake, na ndio maana aliweza kumtuma Dungu aende kumwambia Mercy kuwa ayapuuzie kabisa maneno yanayoenea sehemu mbalimbali kuwa yeye yuko hai, isipokuwa ni kwamba anachotakiwa kuamini ni kwamba hayupo tena duniani. Kwa hiyo anabudi kumwombea tu dua na sala kila siku itoyo leo. Lakini leo hii moyoni mwake anahisi anahitaji sasa binti huyo amfurahishe moyoni mwake, kwa kuwa bado alikuwa anampenda na bado anampenda vile vile. Ila tu ni kwamba kujificha kwake, kushindwa kabisa kujionyesha hadharani, yote hayo ni sababu tu ya kutaka afanye kazi yake kwanza kwa utulivu kabisa. Alinao sahani moja wale wabaya wote walioshiriki kwenye jaribio la kutaka kumuua, sambamba na wale walionyakua utajiri wa babake na kisha kujinufaisha matumbo yao. Mpendwa wangu Mercy binti Zongo, msichana mzuri mithili ya malaika, nahitaji kukupa zawadi yako tu kama ambavyo nilikuwa nikifanya kila pale ambapo ilipokuwa inafika siku yako ya kuzaliwa. Lakini kwa sasa hivi nipo kazini, nipo kikazi zaidi. Hata hivyo natafakari ni njia gani nitakayoweza kufikishia zawadi yako, alijisemea Adriano. Maneno hayo aliyatamka kwa sauti ya chini sana iliyokuwa imejaa simanzi ndani yake. Sekunde chache baada ya kusema hayo, uso wake ulikuwa umejaa tabasamu murwa. Tabasamu hilo liliendelea zaidi mpaka akajikuta akiwa anacheka mwenyewe. Alipokatisha kicheko chake akaongeza kusema, naifurahia kazi yangu, nitazidi kuwaua tu kama vile ambavyo mwewe anakopa vifaranga. Ama hakika malaika mtoa roho za watu yupo karibu yangu sana. Alipokwisha kusema hayo, Moko alitoka katika makaburi hayo ambayo mara kwa mara hufika kuhudhuria kisha kuondoka zake. Nje ya uzio huo kulikuwa kuna gari amelipaki, na gari ambalo lilikuwa linaonekana kuwa la kitambo kirefu sana. Aliingia ndani ya gari hilo, akaunganisha nyaya, kisha nalo likawaka. Moshi mweusi ndo ambao ulikuwa umetamalaki mara hapo. Mwamba akatokomea zake kuingia katikati ya jiji usiku huo mrefu. Alivaa koti lake kubwa, buti kubwa, huku uso wake akiuficha kwa kutumia kofia pana ya mduara. Wakati yupo katika jiji na gari lake, kuna askari ambao waliliona gari hilo linalotema moshi mweusi na kutoa sauti mbaya sana. Mbali na hayo, gari hilo alikuwa na namba za usajili, yani plate number, hali ambayo iliweza kuwatia wasiwasi hao askari. Isitoshe matukio ya kiarifu yalikuwa yameshika hatamu sana, kwa hiyo isingelikuwa rahisi wao kumwacha aondoke hivi hivi. Lile gari litakuwa na mzigo wa madawa, sio bure lile. Hebu washa gari hapo tulifuatilie tu haraka sana iwezekanavyo. Hata mimi nilikuwa nahisi kitu kama hicho. Okay, twende. Askari hao wakashauriana na kisha kuamua kulifuatilia gari hilo alilomo mwamba Adriano. Kwa kuwa muda huo jiji lilikuwa limepoa, hivyo hakukuwa na foreni yoyote ile, jambo ambalo liliwapelekea kuwa rahisi sana kuweza kumfikia, kwani gari lake alikuwa na kasi. Walimzunguka kwa mbele kisha wakatelemka kwenye gari lao.
Wakati huo huo, Moko naye aliteremka kwenye gari lake, ila hawakuweza kumtambua kutokana na mavazi aliyokuwa amevaa. Habari yako, sisi ni maofisa wa jeshi la polisi. Tupo hapa kwa lengo moja tu, ambalo ni kutaka kujua humu kwenye gari lako umebeba mzigo gani. Kamanda mmoja akasema. Punde si punde kamanda mwingine akadakia. Gari lako halina namba za usajili, alafu linatema moshi mchafu sana kiasi hiki. Kelele nazo sasa usipime. Yaani kimsingi ni kwamba halistahili kabisa kwa barabarani, hasa kwa jiji kama hili. Moko hakusema neno lolote lile. Alishakuwa tazama tu. Wakati huo kamanda mmoja alifungua mlango akatazama ndani ya gari hilo, hakuna alichokikuta. Alipofungua buti pia hakuna mzigo wote waliokuta. Walipojihakikishia walichokuwa na kihisi hakipo, walitaka sasa kumtambua sura yake, pia kujua sababu gani ambayo alifanya ajifiche kiasi hicho ili asitambulike. Na ndipo kamanda mmoja akamvua kofia, lakini kabla hajaitoa kichwani mwa Moko akajikuta kichapo ngumi moja na mateke mfululizo. Wakati huo askari mwenzake akaingilia kati. Vaga hilo ila kipita na jiandaa, alipigwa risasi ya kichwa, kisha akampiga na yule askari ambaye alikuwa anataka kumvua kofia, ambaye yeye aliambulia risasi ya kwenye mkono tu. Usiniue tafadhali, usiniue, nenda tu, ondoka zako tu, na kuomba familia inanitegemea mimi, alisema kamanda huyo ambaye alivunjwa mkono kwa risasi. Maneno hayo aliongea kwa uchungu sana na hisia kali sana, huku akilia kilio cha mtu mzima. Hofu ikawa inamtesa moyoni mwake, hasa pindi alipokuwa anamtazama askari mwenzake ambaye tayari roho yake ilikuwa imeuacha mwili. Moko akaendelea kumtazama tu. Dakika chache baadaye akausogelea mwili wa yule askari ambaye alikuwa amemuua muda mfupi uliopita, kisha akamkata ulimi, halafu akamgeukia yule askari ambaye alikuwa akilia na kuomba msamaha, akamwambia, hivi ndivyo ninavyofanya pindi nimalizapo kuondoa roho za watu madhaifu kama nyinyi, alisema Moko. Anathubutu kudharau jeshi la polisi kupitia kitendo hicho cha kukata ndimi za kamanda huyo aliyekuwa amempiga risasi. Inamfanya kamanda huyo ambaye alikuwa akishuhudia akajua fika huyo mwanaume aliyekuwa akijaribu kumweka chini ya ulinzi ni yule yule ambaye anatafutwa kwa kitambo kirefu, huku picha zake zikisambaa mitaa mbalimbali ikiambatanishwa na dau nono, aidha kwa mtu atakayefanikiwa kutaja mahali alipo, aidha kupanda cheo kwa polisi ambaye atamtia nguvuni. Lakini licha ya kutambua jambo hilo, hakuwa na uwezo wa kuweza kumkamata kwa kuwa tayari alikuwa amejeruhiwa hadi manusura kuondolewa uhai wake kabisa. Hakuamini kumwona jamaa akiwa anaingia kwenye gari lake na kisha kutokomea zake. Dakika chache baadaye akachomoa simu yake kwa lengo la kumpa taarifa mmoja kati ya makamanda wenzake juu ya hilo jambo ambalo limetokea. Upo site ipi? Akaulizwa askari huyo ambaye alikuwa amempigia baada tu ya kumwambia kuwa ameshambuliwa. Alikuwa amemtajia huku akihangaika pale chini, damu kwa wingi zilikuwa zinambubujika. Je, umeweza kumtambua huyo mtu aliyewashambulia? Aliulizwa kwa mara nyingine tena. Ni yule yule wa siku zote kamanda, muuaji mwenye tabasamu, alijibu. Upesi kamanda huyo akawaambia wenzake wengine watatu juu ya jambo hilo ambalo lilikuwa limetokea wenzao. Hapo ndipo walipozichukua bunduki zao. Nje kulikuwa na pikipiki kubwa zenye uwezo wa kutembea masafa marefu kwa muda mfupi. Askari wawili wakatumia usafiri huo, kisha wengine wakatumia kalandinga lao tu na siku zote. Wakati huo mbavuni mwao wakiwa na bunduki za kivita. Dakika 5 tu mwendo kasi wakawa wameshafika eneo la tukio, lakini walichokikuta wao wenyewe wakawa hawaamini kabisa. Walikuta watu wote wamekufa, tena vifo vya aina moja. Huyu jamani zaidi hatari. Alafu ana machari si mchezo, anaua kikatili sana. Aise, akitoa nguvuni itabidi apewe mateso makali sana ambayo yatamfanya alie kilio cha uchungu mno. Yaani ikibidi kwamba alawitiwe kabisa mpumbavu huyo. Kipi kifanyike mkuu? Maiti zipeleke tu mochwari kwanza, alafu mengine yatafuata. Walijadiliana makamanda hao kwa kianza kwa kushitushwa tu na aina ya mauaji hayo ya kikatili ambayo ilikuwa yametokea katika hali ya muendelezo. Yote kwa yote hawakuwa na budi kutekeleza waliokuwa wamekubaliana. Miili ya makamanda hao ilipakiwa kwenye gari lao, kisha wakaondoka zao, huku mioyo yao nayo ikiwa na wingi wa sononeko. Upande wa pili, binti huyu aitwaye Mercy bado alikuwa yupo kwenye harakati za kutafuta usingizi, zoezi ambalo lilimwea vigumu sana kuupata. Bado taswira ya Adriano, mwanaume anayempenda, aliendelea kuutesa tu moyo wake, hivyo inakuwa ni vigumu sana usiku huo kuweza kumtoa. Isitoshe kwamba siku yake ya kuzaliwa ilikuwa inakaribia sana. Waga inakuwa ni siku ya furaha sana upande wao. Hiyo ndo hali ambayo inazidi kumfanya kuzidi kumkumbuka mwanaume huyo.
kitanda kinakuwa kipana. Alijipindua huku na kule mithili ya chatu aliyemeza windo lake. Alifanya hivyo wakati huo macho yake yapo akitazama ukutani mahali ilipo picha kubwa ambayo walipiga pamoja huku akiwa wamekupatiana. Lakini wakati Messi anateseka, usiku ukiendelea kuona mrefu, mara ghafla mlango wa chumba chake ulifunguliwa. Aliyeingia humo ndani alikuwa ni yule mwanaume asiyemtoka kwenye akili yake, Adriano, kijana ambaye anafanana fika na ndugu yake aitwaye Andrea, zawadi ambayo mzee Zongo amepanga kumzawadia binti yake siku ya sherehe ya kuzaliwa kwake, akiamini fika huyo ndiye Adriano. Messi anashituka kuona mlango wa chumba chake unafunguliwa. Alipotazama kagundua si mama yake aliyekuwa anaingia chumbani humo, isipokuwa ni mwanaume alionekanika kuvaa koti kubwa huku akiwa amefunika uso wake wa kofia. Aliogopa. Mawazo yote ya kumfikiria Adriano wake alipotea. Badala yake fikira zake zote zikaelekea kwa mtu aliyeingia chumbani kwake. Aliona si mtu mwema upande wake kutokana na aina ya mavazi aliyokuwa amevaa. Alitaka kupiga nduru, lakini alionyeshwa ishara ya kidole kwamba ya kuziba kinywa chake tu, kwamba kitendo ambacho kilichomfanya ajue kwamba ni kitu gani ambacho mtu huyo alikuwa anamaanisha, yani kwamba asipige mayowe yote yale. Wewe ni nani? Alihoji Messi wakati huo akiwa anajibanza ukutani ukingoni kabisa mwa kitanda. Unataka nini? Alirudia tena kuhoji. Hakujua kuwa mtu huyo alikuwa ni Adriano, mwanaume ambaye muda wote alikuwa akimfikiria. Ndipo naye alipoivua kofia yake, ambapo Messi alipata kushuhudia kwa mara nyingine tena tangu siku ile ambapo auone mwili wake ukitolewa hospitali na kuingizwa mochwari kwa ajili ya kusubiri maandalizi ya kwenda kuhusika. Ni wewe au ni macho yako yanadanganya? Alistajabu Messi. Adriano akachia tabasamu murwa kabisa, kisha akajibu, ndo mimi mpenzi, wala hata hujakosea. Adriano huyu? Ndio, alijibu kwa msisitizo Adriano, sambamba na uketi kitandani kando kabisa ya binti huyo. Umepona? Na pia umefanikiwa kuweza kuwatoroka wale maskari? Siamini jamani, Adriano wangu, chaguo la moyo wangu, aliongea Messi huku akiwa na shauku kubwa, pasipo kujua kuwa huyo ambaye ameingia chumbani kwake si yule aliyemwona kule hospitali. Yule ni Andrea na huyu ni Adriano. Hivyo maneno yake yaliweza kabisa kumshtua Adriano. Wasiwasi tele ukamjaa, akahisi kwa vyovyote vile huenda mpenzi wake amefanikiwa kumwona Andrea na ameshindwa kuwatofautisha. Lakini licha ya kuhisi jambo hilo, hakutaka kumwonyesha mapema kuwa wapo wawili na wanafanana sana. Alifanya hivyo ili kuendelea kumweka Andrea kwenye mazingira mazuri, akiamini kupitia Messi, binti jaji ndugu yake, ataweza kabisa kuwa salama. Nimefanikiwa mpenzi wangu, alijibu Adriano, akajifanya kwamba yeye ndo Andrea mwenyewe. Sasa kwa nini umeamua kuishi maisha haya? Nasikia kwamba wewe ndiye ambaye unayefanya mauaji haya ambayo yanaendelea hapa mjini. Shida ni labda kuna sababu gani ambayo imekufanya inakusukuma kuweza kuamua tu kuishi unafanya hivyo? Kuna makosa ambayo wamekutendea? Tena yale ambayo huwezi kabisa kuwasamehe. Visasi havistahili kabisa Adriano wangu. Yaani kumbuka tu kwamba kuna kesho yako pia ambayo inakuja. Lakini tambua vile vile kwamba napoteza furaha kwa ajili yako wewe. Ni heri kabisa uache kabisa kufanya hayo unayoyafanya, kisha tuondoke tu hapa nchini tukaishi nchi ya mbali kabisa huko, ili tufurahie mapenzi yetu. Alalamika sana Messi huku machozi yakimbubujika. Akajikuta yupo kwenye kifua kipana cha Adriano, akikegemea sambamba na kuendelea tu kilio chake cha hisia isiyo ya kawaida. Anampenda sana mwanaume huyo. Hivyo hiyo nafasi alikuwa anaitumia kumshawishi Adriano abadilishe maamuzi hayo ambayo siku hadi siku anazidi kufanyia kazi kwa kuwaua watu mbalimbali. Sawa, nimekuelewa kipenzi changu, nitafanya hivyo, alijibu kwa sauti ya upole. Kweli au unaniahidi kwamba hutoendelea kufanya haya mauaji yanayoendelea? Messi akamuuliza kwa mara nyingine tena, huku akiwa analegeza sauti yake, pia huku macho yake yakionyesha kuhitaji jambo. Kinywa chake kikawa na uchungu wa kuonja radha ya mate ya mwanaume huyo, kipenzi cha moyo wake. Sekunde chache baadaye, wawili hao walijikuta wakiwa wamezama kwenye huba la kimahaba, huku kila mmoja akiwa amemkumbuka mwenzake kwa muda mrefu wao kukutana kimwili. Messi huku akiwa na uchu mwingi, damu nayo ikimchemka mwilini, kijasho chembamba nacho kikimvuja, aliyakuwa mapigo ya moyo wake akimwenda mbio. Aliendelea kucheza na Adriano huku akipapasa sehemu ambazo ataweza kumvua vyema kabisa vazi lake hilo alilokuwa amelivaa. Alihitaji mchezo, naye Adriano
akajikuta tu akiingia kwenye 18 za mrembo huyo. Lakini wakati wote wakiwa hapo kwenye sayari ya huba, kila mmoja akionyesha kumtamani mwenzake, ghafla Adriano aling'atuka kwenye kifua cha binti huyo. Macho yake yalitazama ukutani ambako yalilenga mahala ilipo saa. Aliona kwamba muda umesonga, huku lengo lake lilikuwa ni kwenda kumuua moja kati ya watu wanaotakiwa kufa usiku huo huo kabla hata hapajapambazuka. Ndio, siwezi kufanya tena haya mauaji kipenzi changu. Baada ya kutoka kifuani mwa Mercy, alisema Adriano. Mercy akasonya kwanza. Alionekana kutokupendezwa na huo uamuzi ambao mwamba alikuwa ameufanya, kwani tayari mwili wake ulikuwa umeshajiandaa kwa ajili ya mchezo. Hivyo kitendo cha kutoka ulingoni kabla hata hajacheza ilikuwa ni swala ambalo hakufurahishwa nalo hata kidogo, kwa sababu mchezo aliutamani kuliko kawaida. Nini sasa unafanya? Sitaki kabisa tuende tu kuzungumzia mambo hayo ambayo tumeshamaliza kabisa. Ila sasa hivi kwa sasa nahitaji tu kuwa na wewe usiku wa leo. Tafadhali sana Adriano. Jali sana furaha yangu kama ambavyo mara nyingi huaga unafanya. Nina hamu baba. Mrembo Mercy alisema kwa sauti ya chini ambayo ilikuwa imejaa mahaba mazito. Adriano swala hilo halikuwa jepesi kutekeleza, lakini mwishowe alimwambia kwamba siku ya ile ambayo atasherehekea siku ya kuzaliwa kwake ajiandae, ndio itakuwa ni siku muhimu kabisa mno upande wao kuliko siku nyingine yote ile. Katika maneno yake hakuacha kumwambia kuwa anampenda kuliko jina lenyewe, maneno ambayo Mercy yalimfanya afurahi. Muda mwingi sana hajasikia hasa akitamka mwanaume kama huyo anayempenda kutoka moyoni. Baada ya hayo, Adriano akafungua mlango wa chumba. Safari ya kutoka ndani ya nyumba hiyo ya mzee Zongo ikaanza. Ni jumba kubwa la ghorofa 3, uzio mkubwa ambao ulikuwa umezungukwa na huku mbwa wakali nao wakiwa wamesambaa sambamba na walinzi watatu wakishirikiana kuimarisha ulinzi na usalama katika jumba hilo la jaji mkuu. Basi kwa umakini mkubwa, Adriano alitembea pembezoni mwa kuta za jumba hilo, akateremka mpaka chini kabisa ambapo alipokelewa na sauti za mbwa ambao walikuwa wakibweka mfululizo, lakini hakuna walichokifanya kwa kuwa Adriano alipoingia ndani ya uzio huo aliwawahi walinzi hao, akawaamrisha wote waweke silaha zao chini, kisha akawafunga nyororo mbwa hao ili asilete bugudha yote ile. Walifanya hivyo kwa kuhofia kupoteza maisha yao. Sekunde chache baadaye walipuliziwa dawa nao wakalala usingizi mzito sana. Mbwa wale wakaendelea kubweka tu mpaka Adriano kaondoka ndani ya jumba hilo. Alizama kwenye gari lake alilowasili nalo mara hapo. Kabla hajaliondosha, kuna mambo ambayo aliweza kuyakumbuka, nayo yalimuumiza sana kiasi kwamba akajikuta tu akitokwa na machozi na sio kuachia tu tabasamu kama ambavyo mara nyingi huaga anafanya. Maisha aliyokulia, maisha ya shida ambayo mlo kutwa mara moja, huku akibaki kusikia kuwa baba yake alikuwa ni moja kati ya watu matajiri maarufu hapa nchini. Mtu aliyekuwa akimdokeza ukweli huo alienda mbali zaidi, akamtajia watu ambao wanahusika na kifo cha udhurumati aliyofanyiwa mzee wake. Ni mambo ambayo awali Adriano hakuweza kabisa kuyaamini, lakini alipofikisha miaka 18 alijikuta akiingia kwenye uhasama mkubwa na majaribu ya kuua yakamwandama kila siku iitwayo leo. Hakujua ni kwa nini mpaka pale ambapo alipobahatika kumtia nguvuni miongoni mwa watu waliokuwa wametumwa kumuua. Mtu huyo baada ya kubanwa ipasavyo aliweza kuzungumza ukweli, huku akimtaja mzee Faruk kwamba ndiye aliyekuwa mtuma aje kumuua. Nalo hilo jina likawa ni jina geni kabisa masikioni mwake. Ndipo hapo alipopata picha kamili kwamba mzee huyo sambamba na wenzake wawili, mzee Songo Mbingo na mzee Emerson, wanahusika moja kwa moja kwenye tuhuma za kumfirisi mzee wake. Ni kumbukumbu ambayo iliyomuumiza sana Adriano. Baadaye alishapumzi ndefu kisha akaondoka mara hapo. Wakati huo huko nyuma ndani ya jumba la mzee Zongo, binti mrembo Mercy alionekanika kubaki na furaha tele kwa kumwona mpenzi wake kwa mara nyingine tena. Hivyo alitamani sana siku ziende mbio ili siku ile ambayo ni muhimu mno iweze kufika, aweze kufurahia na kipenzi chake. Akafiki hiyo ndo zawadi pekee ambayo itakuwa ni kubwa kuliko zawadi yoyote ile atakayoletewa, pasipo kujua kwamba mzee wake ameshamwandalia zawadi nyingine ambayo inafanana sana na hiyo hiyo anayoingojea kwa hamu kubwa kweli kweli. Nani atatangulia kufika kwenye sherehe? Hilo ni swali kati ya Adriano na Andrea. Je, Andrea akipewa zawadi hilo, na Adriano kashamwahidi bibia kwamba kama ni mzigo basi utaliwa kibabe sana siku hiyo. Sasa je, kama anayetangulia kufika ni Andrea afu Andrea kavunga kama kupiga mzigo, mambo yatakuwaje?
Ni maneno yangu hayo msikilizaji, lakini kama kawaida bado tunazidi kuzama ndani ya kina cha bahari kuyajua mengi yaliyojili. Alex wa Milazo King, asante sana kwa ramani bomba kabisa. Mimi kama nahoza, basi mashabiki wangu naendelea kuwazamisha na kuwajuza mengi ndani ya kiza kizito cha kina cha bahari. Tunaendelea na sehemu hii hapa ya 4 ya msimu wa pili wa simulizi Muuaji Mwenye Tabasamu. Usiku wa siku hiyo, kabla ya kupambazuka, mtu ambaye Moko alitaka kumuua ni Kamanda Eva, mwanamke ambaye anashiriki kwa namna moja ama nyingine katika harakati za kutaka kumuondoa duniani. Hicho kipindi Eva alikuwa likizo baada ya kujifungua, bado alikuwa hajaruhusiwa kuendelea na majukumu mengine ya kulipambania taifa. Ni mama wa watoto wawili. Mume wake ni mmoja kati ya wafanyabiashara wakubwa sana hapa nchini. Anajishughulisha na kazi za kuuza magari mbalimbali ndani na nje ya nchi. Alikuwa anaitwa Mike, ndio jina la mumewe. Usiku wa siku hiyo kuna mazungumzo ambayo Eva alikuwa akizungumza na mumewe. Mazungumzo hayo yalichukua muda mrefu sana, ambapo walizungumza kwa njia ya simu, ambapo Mike alijaribu kumshauri mkewe aache kazi ya uaskari, aangalie kazi nyingine tu ambayo itakuwa ni salama kwa maisha yake kuliko kuendelea kulitumikia taifa kwa kitengo cha upolisi, wakati tayari mambo yamekuwa ni mazito sana upande wao. Askari wanauawa kiholela kila siku iitoyo leo, tena vifo vya kikatili, huku wasiweze kabisa kumkamata muuaji anayesababisha yote hayo. Hivyo Mike alihisi kumkosa mkewe endapo kama ataendelea na kazi hiyo. Anampenda sana, asingependa kumpoteza. Lakini upande wake Eva, swala hilo lilikuwa ni gumu kwa kweli kuweza kumwelewa mumewe. Ni kazi ambayo anaipenda kutoka moyoni mwake, vile vile ni ndoto ya siku nyingi sana. Tangu akiwa mdogo alitamani kuwa askari. Kwa hiyo kuambiwa kwamba eti anatakiwa aache hiyo kazi, alihisi pengine Mike amemkosea sana, na kamwe hakuwa tayari kabisa kufanya kitendo hicho, kwani mbali na kuipenda kazi hiyo, vile vile aliapa viapo mbalimbali ambavyo kimojawapo ni kulitumikia taifa kwa jasho na damu mpaka pale itakapofika tamati. Ni mazungumzo ambayo baadaye aliweza kuzua mzozo mkubwa sana. Mike alihisi ni uzalishaji anaotendewa na mkewe, kwa kuwa aliamini hii kazi isiyoendana kabisa na maisha yake, kwa sababu ni mwenye utajiri mkubwa sana, anaingiza pesa nyingi kuliko kawaida. Lakini mwisho wa yote ni kwamba Mike akakubali kukaa kando, alimwacha aendelee tu na msimamo wake thabiti. Baada ya mzozo huo waliagana na kutakiana usiku mwema, huku Mike akiongeza kusema kuwa atarudi siku 2 hivi zijazo, akitokea jijini Mwanza kwenda jijini Dar es Salaam. Muda mfupi baada ya kukata simu, mlango wa chumba chake ulifunguliwa. Aliyeingia alikuwa ni kijana Moko. Eva alishtuka sana kuiona sura hiyo, akakurupuka kutoka kitandani na kisha kufungua kabati kwa dhumuni la kusaka bastola yake. Lakini kabla hata hajakaribia kabati lile ambako ndiko alikohifadhi silaha yake, alichapwa risasi ya mguuni, nayo ikapelekea kuanguka chini, huku damu nyingi zikionekanika kusambaa sakafuni. Nileo kuambia hivyo kwamba nitakuua. Sasa nafikiri kwamba umejionea mwenyewe. Najua kwamba utakuwa unajiuliza nimeingiaje hapa ndani kwenye hili jumba la kifahari kabisa kama hili, lakini jibu la swali lako ni kwamba nao mtandao mrefu sana, na kila aliyejaribu kufuata nyayo zangu kwa nia ovu, ramani ya maisha yake ipo kichwani mwangu mimi. Hatua kwa hatua nitakula nanyi sani moja. Kisha kusema hayo, Inspector Eva akapigwa risasi ya kichwa. Roho yake ikawa imewacha mwili papo hapo, pasipo hata kupoteza muda akamkata ulimi wake na kisha kutoka ndani ya jumba hilo la Mr. Mike, huko nyuma akiacha kilio cha mtoto yule mchanga ambaye alikuwa amefiwa na mamake sekunde chache zilizopita. Getini alikutana Shamba Boy. Alimgongea tano na kumpongeza kwa kazi aliyokuwa ameifanya. "Umemaliza kazi?" aliuliza Shamba Boy. "Ndio," Moko alijibu huku akitembea kuelekea kwenye gari lake. Bro, vipi sasa kuhusu ahadi yako? Nipe changu, si ndio hivyo tulivyokubaliana?" Alipaza sauti Shamba Boy baada ya kuona Moko akiishia zake. "Ahadi gani?" aliuliza tena Moko. Safari hiyo tayari alikuwa amekaribia gari lake. Umesahau? Ulikuja hapa unataka ukaniuliza tu maswali yako tu hapa, na nikawa nimekupa tu ushirikiano mzuri tu kukujibu, japo nilijua kabisa kwamba huna dhamira njema kwa Inspector Eva. Alijimaliza Shamba Boy huyo. Alichohitaji ilikuwa ni malipo aliyoahidiwa na Moko siku kadhaa nyuma alipomfuata nyakati za usiku, ambapo alizungumza naye tu kwa kumuuliza taarifa mbalimbali kuhusu Inspector Eva, na zaidi alihitaji ushirikiano wake mpaka hatua ya mwisho kabisa, ukakimwaahidi pesa kede ambazo zilikuwa ni nyingi kuliko mshahara anaolipwa. Moko alimpa na fedha siku hiyo.
fedha nyingi zilizompagawisha jamaa huyo. Akaamini fika pesa atakayopewa mara ya pili itafanya atimize kabisa malengo yake kwa mara moja na ataacha kazi. Kumbuka tafadhali bwana, aliendelea kusisitiza. Na Emoko alichokifanya ni kummaliza kwa kumtandika risasi 3 za kifua, kisha akaondoka zake maeneo hayo katika mtaa wa Mawingu Mwenge Bamaga. Kesho yake alfajiri na mapema kabisa, vyombo vya habari vinaripoti mauaji tofauti yaliyokuwa yametokea usiku wa jana. Ni mauaji ya kikatili yaliyokuwa yamefanyika, huku walengwa zaidi wakiwa ni jeshi la polisi. Hakika magazeti, runinga na redio, habari kubwa ilikuwa ni kuhusu mauaji hayo ambayo yalitia hofu mno kwa askari, raia pia. Wapo ambao waliokuwa na sifu hodari wa mauaji huyo, hasa waliokuwa na sifu ni wale ambao waliwahi kukumbwa na uonevu wa jeshi la polisi kwa namna moja ama nyingine. Vile kuna wengine ambao walienda mbali zaidi kulidharau jeshi hilo, kwani laiti kama lipo makini basi lazima wangelikuwa wameshamtia nguvuni. Waliona kwamba jeshi hilo ni dhaifu sana kwa 100%. Vikundi kwa vikundi, madaku ilikuwa ni muuaji huyo anayetikisa jiji. Vijiwe mbalimbali alizungumzwa muuaji pekee. Hakika alishika hatamu. Mzee Songo Mbingo ni miongoni mwa wapenda kujisomea magazeti kila panapopambazuka. Gazeti lake pendwa ilikuwa ni ambalo linaitwa Msema Kweli. Aliamini sana gazeti hilo kuliko kawaida kwa kuwa alijua fika kuwa waga lidanganye, vile hutoa habari kamili isiyokuwa na walakini wowote ule. Leo hii kwenye moja kati ya kurasa gazeti hilo anakutana na picha ya mzee Dominic. Picha ya muda mrefu sana, wakati huo bado wakiwa ni maswahiba kabla hawajatoboa maisha. Alishtuka, alichukua picha hiyo kisha akaitazama mara mbili huku mapigo yake ya moyo yakimwenda mbio. Imefikaje kwenye gazeti hili? Alijiuliza mzee huyo, wala hata asipate majibu ya maswali hayo aliyokuwa anajiuliza. Lakini ikabidi iweke kando kwanza kisha aendelee kusoma habari kwamba ilionekanika kuchafua gazeti hilo. Na hiyo ni habari iliyokuwa ikimzungumzia Moko, muuaji mwenye tabasamu. Alipofungua ukurasa unaofuata, alikuta karatasi ndogo yenye ujumbe mfupi kabisa ulioambatanishwa na namba ya simu. Nahitaji utajiri wa babangu. Mzee Songo Mbingo alisoma ujumbe huo huku akitazama kwa mashaka karatasi hiyo. Uoga ukawa umemtawala, akaacha kusoma gazeti hilo kisha akazipiga namba hizo ambazo simu iliita mara moja tu ikapokelewa. Naongea na mzee na milionea Mzee Songo Mbingo bila shaka. Sauti ilisikika. Kwa wasiwasi Mzee Songo Mbingo akajibu, ndio yeye. Nani mwenzangu? Mimi ni yule wa siku zote tu, alijibiwa. Nani? Mbona sikuelewi? Unataka nini kwangu? Roho yangu ama nini? Mimi siwezi kabisa kutapeliwa kijinga mimi. Yaani kama umetumwa na hao wapuuzi basi waambie tu kwamba nipo kamili gado. Siteteleki kabisa, siumbiumbi kirahisi mimi. Alijibu kwa kupaniki mzee huyo na kisha akakata simu. Alishusha pumzi ndefu, kujasho jembamba kwa kinamtoka mwili mzima. Akili yake haraka ikahisi kwamba kuna chuki ambayo wenzake wanataka kuifanya dhidi yake ili afirisike tu, ambapo mzee huyu akamuhisi mzee Faruk na mzee Emerson kwa sababu hao ndio wanaojua shina la utajiri wao walikoupata. Wakati akiwa anafikiria hivyo kuwa anazungukwa na marafiki zake, kwa mara nyingine tena simu yake iliita. Namba ile hakupokea, alikata kisha akampigia simu mzee Emerson ambaye naye alipopokea alizungumza kwa furaha huku akimwomba tarehe husika ahudhurie kwenye ndoa ya binti yake ambaye atakuwa anafunga ndoa na kijana wa mzee Faruk. Ile hali ikawa ni tofauti kabisa na majibu ambayo Emerson alirudishiwa. Aliambiwa kwamba hebu nisikilizeni. Mchezo mnayoanza kuicheza hapa ni michezo rahisi sana. Yaani kama kabisa hamwezi kabisa kunizuru kwa vyote vile. Mmeona sasa na faidi sana maisha na familia yangu. Sasa mnataka kabisa kuweza kuondoa roho yangu, si ndio? Ili mchukue bali kama mchezo ambao mlikuwa mmechezea bwana Dominic miaka iliyopita, si ndio? Nasema hivi kwa mara nyingine tena, kwa msisitizo kabisa, hamtoweza hata siku moja. Alipokwisha kusema maneno hayo, mzee Songo Mbingo alikata simu yake. Alichojua wenzake wanamzunguka. Lakini wakati mzee huyu akionekanika kuchafuka roho, ghafla ujumbe mfupi wa maandishi ukaingia kwenye simu yake. Alipofungua alikuta ujumbe huo umetumwa na mzee Faruk ukimpa tahadhari kuhusu mtoto wa marehemu Dominic. Yupo hai na ndo muuaji anayetekesa jiji. Ujumbe huo ulimshtua mzee Songo Mbingo, ila baadaye aliona ni zile propaganda za kuzidi tu kumwadaa tu, kwa kuwa alichojua yeye mtu huyo anayezungumziwa amesha aga dunia na alizikwa kabisa. Pengine na yeye pia alihudhuria mazishi yake. Haya ni maneno yangu msikilizaji. Hajui ila atajua tu hivi karibuni.
Moko yupo kazini kuhakikisha tu kwamba anamwandalia mazingira mazuri ya Andrea. Kashawaambia kwamba yuko tayari kufa, lakini Andrea aishi yale maisha anayostahili kuishi, lakini sio kuishi kuungaunga mwana. Yaani pango pakavutia mchuzi. Lakini ilikuwaje Mwamba akazikwa na kisha akafukuliwa? Unajua tujue mpaka sasa hivi. Alafu akakutwa bado yuko hai. Kuna mchezo gani ambao ulifanyika mpaka kifo ikadanganywa kile? Kuna mengi sana ya kujiuliza. Lakini kadri tunavyozidi kuzama ndani ya kina cha bahari, tamani nzima mimi nayo. Yote hayo tutayakuta mbele kwa mbele. Weka kwa kutulia, nifuatilie kwa umakini kabisa. Nahodha wako niko vizuri sana kukujuza nini kinajili ndani ya kina cha bahari tunachozidi kuzama, kilichogubikwa na giza totolo. Mimi tamulika kila tunachokiona, basi mimi nitakujuza kwamba hapa kitu kinachofuata ni kujua nini kinachofuata. Bana, tunaendelea na sehemu ya 4, msimu wa pili, muuaji mwenye tabasamu. Mike anakuwa kwenye wakati mgumu baada ya kupokea taarifa za msiba wa mkewe. Alishtushwa sana jambo hilo, isitoshe kwamba ni jana usiku tu alimwambia kuhusu jambo la kuacha kuendelea kufanya kazi hiyo kwa kuwa ni hatari kwa maisha, hasa ukizingatia kuwa ilikuwa ni jambo limechafuliwa na muuaji anayetoa roho za watu, hususan maaskari kila siku itao leo. Mtoa taarifa aliyempa taarifa hiyo alimwambia jinsi gani alivyokuwa mwili wa mkewe ulivyokuwa ameuawa, ni vile vile ambavyo walivyokuwa na kufa wengine waliokuwa wanatangulia huko nyuma. Moyoni akaapa kama kabisa hatakubali jambo hilo lipite kirahisi. Aliapa kulipiza kisasi cha kifo cha mkewe pindi msiba utakapokuwa umekwisha. Aliona kwamba huo ndo wakati sahihi kabisa wa kutumia pesa zake kufanya kila lenye kuwezekana mpaka ahakikishe kwamba muuaji naye anauawa. Alienda mbali zaidi, akazidi kula nadhiri yake tu kwamba hata kama ikitokea amekamatwa na polisi atafanya vyovyote vile amtoe kisha amuue kikatili sana kama ambavyo yeye alifanya kuondoa uhai wa mkewe, huku akimwacha na mtoto mdogo kabisa ambaye bado walikuwa wanahitaji malezi ya mama yao. Wakati Mike akiwa anapata mazingira magumu, huku upande wa pili mzee Songombingo naye hali ilikuwa si hali. Baada ya kusoma ujumbe ule, ikabidi tu ampigie simu mzee Faruk ili amwambie kwa kinywa chake mwenyewe kuhusu habari hiyo ambayo imeushitua sana moyo wake, nayo hiyo ni ile ya Moko bado yuko hai. Mimi sijai kabisa kuficha ukweli tu, na wala siwezi kabisa kudanganya kwa jambo la msingi kama hili mzee mwenzangu. Habari ndio hiyo. Ni kweli kabisa kwamba yule kijana yupo hai, ingawa awali taarifa zake tuliacha kuzidharau. Licha ya kuona picha zake zikiwa zimesambaa kila sehemu mbalimbali. Si mimi, si wala si mzee Emerson ambaye aliamini kabisa swala hilo pia. Sote tukachukulia tu kwamba hili ni swala kama janja tu za wahuni tu wanaojaribu kuziweka roho zetu juu. Lakini kwa sasa hivi naanza kuamini jambo hili. Mzee Faruk aliongea. Unaka gani bwana? Maana kwa kile kawaida tu sidhani kama eti hata kama eti alidanganya kifo hivi angeweza kweli kukaa ndani ya jeneza muda mrefu kiasi kile. Songombingo alihoji kwa mashaka makubwa sana, huku mapigo ya moyo wake yakimwenda mbio. Alihisi pressure inataka kupanda, kwani alijua fika kabisa kama kweli Andriano amerejea, basi ni wakati wa yeye kuweza kurudi katika hali ya maisha ya umasikini wa kutupwa, jambo ambalo aliamini linaweza kumfanya aumbuke na aonekanike kituko mjini, sambamba na kupoteza heshima alikuwa amejengea kwa miaka kadhaa. Hebu mpigie simu mzee Emerson na msikie anasemaje. Ikibidi muda huu ndo wakati sahihi kabisa kuweza kukutana pamoja, tukae kikao cha dharura tuweze kujadili namna gani ambavyo tutaweza kabisa kuepukana na hili gharika ambalo liko mbele yetu. Wakati mzee Songombingo akiwa anatafakari hili, mara lile mzee Faruk akamshauri na kisha kukata simu yake. Songombingo hakuweza kufanya hivyo. Kwanza kabisa aliwaza atamwanzaje ili amuelewe, ikiwa muda mfupi tuliopita amempa shutuma ambayo hakuwa hata na uhakika nayo. Ila baadaye hakuwa na namna nyingine, ilibidi ampigie tu simu asiwe na uhakika wa kuweza kupokelewa simu yake. Lakini sivyo alivyokuwa anafikiria. Mzee Emerson akapokea na akamsikiliza. Mzee mwenzangu, samani kwa aliyotokea muda mfupi uliopita, alisema mzee Songombingo kwa sauti ya unyenyekevu kabisa. Mzee Emerson akamjibu, bila samani rafiki yangu, najua kabisa kwamba ulimi utakuwa umeteleza tu, yamkini kwamba halikuwa lengo lako kusema maneno yale. Naam, sawa daktari kabisa. Hivi una taarifa yote kuhusu wiki jana wa mzee Dominic? Aliongeza kusema mzee huyo safari alizama moja kwa moja kwenye jambo la msingi lenyewe. Nani huyo Adriano? Mbona muda mrefu sana tu nilikuwa nazo tu, na jambo pekee msilolijua jamaa hakufa kama ambavyo wengi tulikuwa tunafikiria. Alidanganya kifo mpuzi yule. Haya. Ni zaidi ya maajabu hisi. Iliwezekana vipi eti akakaa ndani ya jeneza muda wote ule kisha eti akatoka mzima? Ina maana kaburi lake lilifukuliwa, si ndio maana yake? Iko hivyo. Bahati ilioje tu kwamba nilifika mpaka Kisutu kwenye kaburi lake.
Nilifukua kaburi lake, ndani hapakuwa na mwili wake. Yesu, lini hiyo? Na je, wapi ambao tutaziweka sura zetu unafikiri? Alipagawa mzee huyo, jasho kwa wingi lilikuwa likimtoka kwenye kipara chake. Mapigo ya moyo wake nayo yakawa yanamwenda mbio, lakini hali hiyo ilikuwa ni tofauti kabisa kwa mzee mwenzake ambaye yeye alikuwa akiangua kicheko, jambo ambalo liliweza kumshangaza mzee Songombingo. Iweje yeye awe na hofu hali ya kuwa mwenzake agubikwe na furaha wakati dhambi takatifu waliifanya wote? Ilibidi amuulize kinachomfanya acheke na si kusikitika aidha kuogopa. Mzee Mason akajibu, hofu, woga na presha zenu za kupanda na kushuka, hizo ndio sababu ambayo imenifanya nishindwe kabisa kuambia hili kwa ajili yale kwa majili hapo kabla. Mambo gani hayo? Aliongea mzee Songombingo, na ndipo mzee Emerson alipomsimulia hali ilivyokuwa kuanzia mwanzo, siku ile ya kwanza kabisa kumwona Andrea kwenye sherehe ya kumpokea binti yake ambaye alirejea kutoka nchini Canada. Alienda mbali zaidi, akamwambia namna jinsi walivyokuwa wamefanya upelelezi kwa kutumia watu anaowafahamu huko jijini, kama kweli Andriano anaonekanika mtaani ama la. Zaidi ni kwamba ilimbidi tu asafiri kutoka Mbeya hadi jijini Dar es Salaam na kisha kwenda kufukua kaburi ili athibitishe. Na baada ya kupata data kamili alizotosheka nazo, ndipo akaamua kupanga njama za kumuua lile hilo ambalo alimpa Dundo, ambapo naye mwishowe alimthibitishia kwamba amefariki dunia kikweli kweli na sio kwa ujanja kama alivyokuwa amefanya hapo mwanzo. Una hakika na wewe Dundo alifanya kazi yako wewe? Songombingo baada ya kumsikiliza kwa umakini mzee Emerson akamuuliza hilo tena sana. Sina shaka naye kabisa. Ni mtu ambaye nimekuwa nikimtumia mara nyingi sana kwa adili kama hizo. Mzee Emerson alisema, akimpigia upatu wa kutosha Dundo pasipo kujua kuwa siku si nyingi tu amekuwa akimuinda mtu asiyehusika na jambo lolote lile. Andrea, huku muhusika wa yote hayo, akiendelea tu kufanya mambo yake tu kila siku iitwayo leo. Kwa hiyo hata alipotoa oda ya kutaka Andriano auawe, moja kwa moja Dundo alimkamata Andrea ili amuue, akafikiri ndio yeye. Na je, unajua sababu ambayo imepelekea muda ule mimi nikujie tu juu tena kwa sauti kali? Hapana, na tena umenishangaza sana ise, kwani si kawaida yako hiyo. Kwanza kabisa, mauaji yanaendelea kufanyika. Lakini pia kuna picha ya marehemu mzee Dominic nimekumbana nayo ndani ya gazeti ambalo nimenunua alfajiri ya leo. Si picha tu, nilipofunua ukurasa unaofuata na karatasi ndogo ambayo imeandikwa namba na ujumbe uliosomeka kwamba kuhitaji mali za babake. Mzee Emerson akaguna kwanza, kisha akasema, ulipiga hiyo namba? Ndiyo, lakini sikuweza hata kusikilizana tu kwa sababu nilikuwa nimechafuka sana na roho. Basi namba hiyo itunze, usipoteze hata kidogo. Na pia nina wazo jingine hapa limenijia. Tujaribu kuweza kuwasiliana na Mr. Sila huyo hapa na genge lake tu ndilo walio vamia jumba la bwana Dominic na kisha kufanya uhalifu. Mzee Emerson akatoa wazo. Unataka kugundua nini kutoka kwake hali ya kuwa unajua kabisa kwamba kwa sasa hivi Sila ni mtumishi wa Bwana? Ameokoka. Sidhani kama eti utapata tu ushirikiano wote kuhusu yale matukio ambayo isitoshe kwamba utakuwa unazungumzia tu dhambi ambayo naamini kabisa ameshatubu. Aliongea mzee Songombingo akipinga wazo la kwenda kuonana na Sila, mtu ambaye miaka mingi iliyopita waliweza kumtumia kumfilisi mzee Dominic, na kisha kupinga swala hilo alikata simu yake. Hata gazeti alikusomeka tena. Ubongo wake ulichokuwa nafikiri kwa ni kungojea tu kesho akutane uso kwa uso na yule mtu ambaye humletea magazeti kila siku. Zumuni lake kubwa ilikuwa ni kutaka kuonana naye ili kutaka amuulize ni nani aliyempa picha na namba zile ambazo amezikuta kwenye kurasa za gazeti lake pendwa kabisa ambalo hupenda kujisomea. Lakini wakati wa kijili huko kati ya watu hao watatu ambao kila mmoja alionekanika kuwa katika hali yake, huku upande wa pili kuna kamanda ambaye alikuwa ameingia wodini kwa ajili ya kuteta na wale mateka Farida pamoja na yule mlinzi wa kaburi aliyekuwa amesalia baada ya mmoja kupoteza maisha. Neno la kwanza kabisa ambalo Farida alitamka ilikuwa ni kwamba yupo tayari kumpa kiasi chochote cha fedha endapo kama atamwacha huru. Kamanda huyo aliposikia neno pesa, alihisi nywele zake kumsisimuka. Tabasamu bashasha likatawala usoni mwake. Hiyo ni kazi nyepesi sana. Niambie tu utaweka dau gani hapo? Alimuuliza kwa sauti ya chini. Nitakupa shilingi milioni 3. Ila pia kuna nyaraka ambazo nazihitaji. Ukizipata tu nitakuongeza pesa nyingine ambayo itakuwa ni mara 2 ya pesa hii ambayo tumekubaliana awali. Ameni kabisa kwamba nitabadilisha maisha yako tu kiasi kwamba kazi hii ya upolisi utaiona mbaya kabisa, alijibu Farida, yule mwanamke ambaye alikuwa akijifanya mwendo wazimu. Kamanda huyo
Baada ya kusikia ahadi hizo, Kemkem alinyamaza kimya kidogo, kisha baadaye kidogo akavunja kimya hicho na kusema, najua tabasamu langu litakufanya ujue kabisa kuwa mimi ni mpenda rushwa. Hapana, sio hivyo. Isipokuwa ni kwamba natabasamu huku moyoni nikiwa na maumivu makubwa sana. Kwa hiyo tabasamu langu ni bandia kabisa. Sina budi kukiuka tu sheria na kukana kabisa kiapo, maana nahisi kabisa wewe ni malaika uliyeshushwa kuja kutibu maumivu yangu ya muda mrefu sana. Naona kama vile umekuwa ni maji kwenye ngome yangu kame kabisa iliyopo jangwani, alisema kamanda huyo, safari akionekanika kuondosha machozi, jambo ambalo Farida lilimshtua sana. Kwa nini kamanda kudondosha machozi? Kumbuka pia Moko yupo kazini kuhakikisha kwamba anamwandalia mazingira mazuri Andrea. Lakini ilikuwaje mwamba akazikwa na kisha kufufuka alafu akakutwa bado yuko hai? Kuna mchezo gani ulifanyika? Kuna mengi sana nazidi kukujuza. Kaa kwa kutulia, safari bado inaendelea. Chozi la kamanda huyo likamshtua sana Farida. Akajiuliza pasipo kupata majibu kwa nini kamanda amedondosha machozi baada ya kuzungumza maneno yale. Kwa nini nasema hivyo? Ilibidi tu amuulize. Kamanda huyo alishusha pumzi kwanza kisha akajibu, mama yangu ni mgonjwa wa siku nyingi sana. Matibabu yake yanatakiwa kufanyika nchini India. Sina uwezo huo. Mshahara wangu mwenyewe bwana ni mdogo mno. Nashindwa kugawanya tu kwamba nifanye lipi niache lipi. Nimekata tamaa kabisa. Naumia ila sina jinsi ya kufanya. Kwa hiyo nipo tayari kabisa kukusaidia, ila furaha yangu tu nahitaji moyo wangu kuweza kuona unapatikana uwezekano wa kuweza kumsafirisha mamangu nchini India akapatiwe tiba. Pole kamanda kwa matatizo ulionayo. Hilo hata nisikupe shida kabisa. Tarajia jema pindi ambapo utakaponikabidhi tu nyaraka hizo nilizokuambia. Sawa, nitafanya hivyo. Tafadhali naomba usigeuke tu hapo baadaye. Najua kwamba naweza kupoteza kazi, ila kwangu sio shida sana, isipokuwa tu ninachotaka ni bi mkubwa tu apone basi. Maana hata kama ikitokea nimehukumiwa jela, kwangu sio tatizo, kwani moyo wangu mimi utakuwa uko huru kabisa, tofauti na hivi sasa ambavyo sina amani kabisa licha ya kuonekanika kuwa na wingi wa tabasamu ambalo ni bandia kabisa. Chukua namba yangu, Farida alisema. Muda huo kamanda huyo akachomoa notebook yake na kalamu, akamtaka mwanamke huyo ataje namba yake. Naye akafanya hivyo, na baada ya kamanda kumaliza kunakili namba hizo, alifunga notebook yake kisha akatoka ndani ya chumba hicho. Nje alikutana na kamanda mwenzake ambaye amekuja hivi punde tu. Alimtazama akamuuliza, mbona kijasho kinakutoka? Nilikuwa busy tu kumhoji mtumiwa, alijibu. Umeanzia pusha mwenzako? Huku akitabasamu na kujibu, ndio, lakini hata hivyo sijapata ushirikiano safi. Richa ya kuwapa vitisho ya vyote hivyo nimefanya, lakini bado wamekuwa ni wazito sana kutamka ukweli wanao ujua wao. Sawa. Habari ni kwamba mwili wa Inspector Eva unasafirishwa leo kuelekea Mwanza alikozaliwa. Ndugu zake wameutaka mwili wakauzike wenyewe. Mauaji bado yanaendelea tu ndugu yangu. Kibaya zaidi ni kwamba huyu jamaa anaua askari mmoja baada ya mwingine. Kwenye orodha yangu nakumbuka askari ambao mpaka sasa hivi wamekwenda na maji wanafika 6, na huyu Inspector Eva akiwemo. Tena vifo vyote vinafanana. Kamanda yule aliyekometoka kuzungumza na Farida alivuta kiti kando ya kamanda huyo ambaye alikuwa anazungumza juu ya mauaji yanayoendelea. Kisha akaketi na kusema, acha kabisa. Nafikiri kwamba hakuna askari hata mmoja kwa sasa hivi ambaye anafurahia kazi hii, hasa ukizingatia kwamba jamaa hakamatiki kabisa. Hatuelewi kabisa kama ni mzimu au la. Mimi nafikiri kabisa kuacha kazi. Nitarudi tu shamba kulima tu kuliko kuishi kwenye pressure namna hii. Yaani bado mimi na wewe, na lazima tu kifo kitakuwa kipo halali yetu tu, yani tupende hapa tusipende. Mtaji upo lakini utapatikana tu. Siku zote jembe halijai kabisa kumtupa mkulima. Bora ugali maharage kuliko wali nyama wa masimango. Hata mimi nafikiria sasa kuachana kabisa na hii kazi kwa kweli. Ila kuna mchongo na usikilizia, yani ukitiki tu sina cha ziada hapa. Hofu inatanda mioyoni mwa kamanda hao. Sasa kila mmoja alikuwa anafikiria kuacha kazi hiyo kwa kuhofia usalama wa maisha yake. Mmoja aliona ni heri akarudi kijijini akafanya tu kilimo kuliko kuendelea na hayo majukumu ya kiserikali. Huyu mwingine naye alikuwa na jambo lake tu ambalo alingoja tu kwa shauku kubwa. Aliwaza pindi litakapokamilika basi na atundike tu daruga lake hapo mapema sana akiwa bado na nguvu. Jambo lenyewe ilikuwa ni pale ambapo mama yake atakapokuwa amepona. Wakati fikira zao zikiwa zinalenga swala hilo la kuacha kazi hiyo ya askari, huko upande wa pili nako mzee Songombingo hatimaye aliona ipo haja ya kuweza kumtafuta Sila ili apate kuteta naye tu. Lakini kabla hata ya kuanza safari yake,
Alifikiria kwanza namna ya kuweza kumwingia kuzungumza naye uso kwa uso, kwa kuwa tayari Sila alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Baada ya kupata mwanzo na mwisho namna atakavyofanya, alijiandaa haraka, ambapo alivaa suti nyeusi, viatu vyeusi, nywele zake nyeupe akazichana vyema. Dakika chache tu akawa katika muonekano wa tofauti kabisa. Alitoka ndani ya jumba lake la kifahari, akazama kwenye gari lake, kisha safari ya kuelekea nyumbani kwa mchungaji Sila ikawa imeanza. Mwendo wa nusu saa tu akawa ameshafika mtaa ule tena, kwa kuulizia tu watu mbalimbali ambao nao walimpa ushirikiano wa kumuonesha sehemu anayoishi, kwani alikuwa ni mtu maarufu sana kwa kiasi chake. Hatimaye alipata kuliona jumba hilo la Sila. Ni jumba kubwa lenye uzio wa tofali ngumu za bloku sambamba na geti la bei chafu. Alisimamisha gari lake kando ya geti hilo, akashusha kioo cha gari lake, akatupa macho yake nje kutazama namna jumba hilo lilivyokuwa limejengwa kifahari. Mwishowe akateremka, akaenda kubonyeza alarm. Dakika chache tu baadaye geti likafunguliwa. Karibu sana, nikusaidie nini? Mlinzi alipokuwa amefungua geti akamuuliza kwa ustaarabu tu hali ya juu sana. Mzee Songombingo ukitabasamu akasema, anaitwa Mr. Songombingo. Nimekuja kuonana na mtumishi wa Mungu. Sijui nimemkuta. Je, una miadi naye? Aliulizwa. Ndio. Hebu mpigie simu. Mzee Songombingo akachomoa simu kwenye mfuko wake wa koti lake, kisha akajifanya kutafuta namba ya mchungaji Sila, ingawa alijua fika kwamba hana namba yake. Pindi anafanya hivyo, ghafla akasikia sauti ikimtaka mlinzi huyo amruhusu mgeni huyo apite. Ndipo mzee huyo aliporejea ndani ya gari lake, akawasha gari na kuingia ndani. Akaegesha eneo maalum, kisha akateremka, akaingia ndani ya jumba hilo kwa lengo la kuonana na mtumishi wa Mungu Sila. Hakika wote walikumbukana. Kila mmoja akawa na furaha kumwona mwenzake, kwani ni siku nyingi sana wawili hao hawajaonana. Mchungaji Sila akathubutu kunyanyua mikono yake juu kumshukuru Mungu kwa kumkutanisha na mtu huyo ambaye siku si nyingi mno alitamani sana kukutana naye ili kujua mwenendo wa maisha yake tangu walipopotezana, huku yake kuu ikiwa ni kutaka naye apokee uokovu, atubu mabaya yake yote ambayo amewahi kuyatenda. Ama kweli milima haikutani Yesu, lakini binadamu hukutana. Vipi mzee, hali ya maisha yako sasa? Hivi umeshamkabidhi Yesu Kristo maisha yako au bado tu unahadaika tu na ulimwengu? Alisema mchungaji Sila. Mzee Songombingo akarudia tena kuachia tabasamu lake murwa, akashusha pumzi, akanywa funda moja la juisi baridi kabisa aliyokuwa ameletewa, kisha akajibu, kwa kweli uongo zambi ese, bado sijafanya hivyo, ila tu nafikiria kufanya hivyo ese, na ndio maana leo hii nimekutafuta tu kwa mambo mawili kama si matatu. Vizuri sana, maana pumzi na vitu vyote unavyomiliki wewe wanadamu ni mali ya Bwana. Kwa hiyo wakati utafika tu utakuwa huwezi kufanya lolote chochote kile. Wakati huo ndio jina lako litabadilika. Hautoitwa tena Songombingo tena, isipokuwa utaitwa marehemu. Hutotembelea magari yako ya kifahari na kadhalika. Usafiri wako utakuwa ni jeneza, mzee mwenzangu. Tani ya mchanga kwenye shimo la futi 6. Huo ndio utakuwa ni mwisho wako kabisa. Kinachobaki hapa ni hukumu tu kwa Mungu wako. Kwa hiyo ni bora kabisa kama umeamua kuja kutubu madhambi yako, na Mungu wetu mwenye huruma atakusamehe bila wasiwasi wote ule. Karibu sana mzee mwenzangu. Mchungaji Sila aliongea kwa kirefu na mapema tu. Ni maneno ambayo mzee Songombingo yaliushitwa sana moyo wake, hasa ukizingatia kuwa kifo kipo mikononi mwake. Saa yote ile muuaji atakuwa yuko pembeni yake tu na hataweza kumwacha salama. Ina maana moyo wako hapo ulipo upo mweupe kabisa, haogopi kufa kabisa? Alihoji mzee Songombingo. Mchungaji Sila kaangua kicheko kwanza, alafu akajibu, asiogopi kufa, bali kufa kwangu ni furaha, kwa kuwa nimetenda mema na nazidi kuyatenda mema pia. Kwa hiyo ndio siogopi kabisa kufa mimi. Ningependa kujua sababu gani ambayo imekufanya niulize hilo swali, na vile vile nataka kujua hizo sababu 3 ambazo zimekuvutia kunitafuta kuja kuniona. Achilia mbali kabisa kutaka kumpokea Yesu Kristo. Akaongeza kuhoji mchungaji huyo, na mzee Songombingo akajibu, bila shaka una taarifa juu ya mauaji haya ambayo yanaendelea hapa mjini. Ni mauaji ambayo dhahiri kabisa yanaonyesha kwamba yamejaa visasi, maana wanaouawa ni askari polisi. Lakini pia sio hao tu mzee mwenzangu, bali hata mimi na wenzangu wale wawili tupo kwenye orodha hiyo ya watu wanaotakiwa kufa. Kwa hiyo kuna jambo ambalo nataka unifumbue tu, hususan kuhusu familia ya mzee Dominic, kwa sababu muuaji ni mtoto wa yule mzee. Bila shaka una kumbukumbu kabisa, na wewe ndiye ambaye ulikuwa mstari wa mbele kabisa uliyechangia kufilisika tu kwake, na kabla baadaye kuja kusuka mipango ya kuweza kumua enzi hizo. Unajiita kwamba Sila mtoa roho. Mchungaji Sila alicheka sana baada ya kusikia maneno hayo.
Alipokatisha cheko lake akamuuliza, jambo gani sasa ambalo unataka kugundua? Je, jinsi yule kijana alivyodanganya kifo au mahala zilipo nyaraka za marehemu mzee Dominic? Yote hayo naweza kujibu tena kwa ufasaha, lakini kwa sharti moja tu. Sila ni nani tena msikilizaji? Ngoja kwanza. Mbona unacheka? Sicheki bwana. Ni kwamba na fly tu kama kinaendelea kwa sasa hivi. Nacheka kwa sababu sioni haja ni kuhangaika hata kidogo. Kwa nini? Kwa hiyo unataka tusiwe na hofu na wakati kifo kipo karibu yetu? Ni kweli kabisa, ila bado tu hamjachelewa tu kufanya maamuzi sahihi. Uamuzi gani Sila? Mbona kama unanidhihaki hivi? Hapana Songo Mbingo. Sikuzihaki, huo ndo ukweli kabisa na utabaki kuwa hivyo tu. Inakuwaje kwamba unamuhofia mwanadamu mwenzako kiasi hiko? Huoni kama huu hapa ni udhaifu wa kiroho? Kipi sasa ambacho nataka kukifanya hapa labda? Hebu nipe ushauri wako. Yesu pekee ndio nguzo ya tumaini lenu. Hakika ukimwamini yeye kama huuzu kaishi kwa mashaka kumhofia mwanadamu mwenzako. Amini kabisa kwamba ukimtumaini yeye utakuwa ni kama mlima Sayuni, hautotikisika wala kuteteleka hata kama ikitokea tetemeko la ardhi limepita kando yako. Njoo kwa Yesu mzee mwenzangu. Wakati ndo huu. Umri wako, utajiri wako ulionao ni sahihi kabisa wewe kuweza kabisa kumrudia Muumba wako na si vinginevyo. Acha kunichekesha basi. Kwa hiyo nataka kusema kwamba huyo Mungu wako huyo unayemwamini ataweza kabisa kuniokoa dhidi ya hasira ya muuaji mwenye tabasamu? Sawa dakta kabisa. Yaani hilo hata halina pingamizi. Hebu jaribu kumpa leo maisha yako na kisha utaona matunda yake kama si faida, mpendo mwenzangu. Na hisi kitu chako kiko sawa Sila wewe. Man light, kama ungelikuwa sawa kabisa basi usingesubutu kabisa kuongea huu ujinga. Na nahisi kabisa ipo namna hapo, sio bure wewe. Mbona unawaka sasa? Kosa kukuambia ukweli tu kwamba unatakiwa kuyakabidhi maisha yako kwa Yesu. Kosa langu lipi sasa mzee Songo Mbingo? Au namna ipi ambayo unahisi hapo labda ipo? Itaje tu hapa mbele yangu. Sitaki tu utoke ndani nyumba yangu ukiwa na masoroneko aina yote ile. Umekuja mchafu, kwa hiyo tumaini langu ni kwamba utaondoka ukiwa msafi kwa namna nyumba hii inavyolindwa na malaika wa Bwana. Unatakiwa tu kuwa imara kama mimi nilivyo imara. Siogopi wala sihofi chochote kile kwa Yesu, kwa kuwa Yesu ndiye ngome yangu na nuru yangu. Watesi wangu na maadui zangu watajikwaa na kuanguka pindi watakapokuwa wanataka kunidhuru. Wewe naye ni mhusika wewe. Kwa hiyo hiki kikombe cha mauti tutakinywa sote hapa. Umeshiriki dhambi ya kuweza kuondoa uhai wa wazazi wake wale. Sasa wewe ndio chanzo kabisa cha Mr. D kufilisika. Afu leo hii umetoboa maisha eti unajifanya kama vile kumrudia Mungu. Amini kwamba Mungu si mjomba wako nakwambia. Kama kweli umeamua kumrudia Mungu wako, basi hebu fanya, chukua mali zako zote kisha uwape masikini. Tofauti na hapo ni kama vile unamfunika tu nyoka kwa kutumia tenga. Unamaanisha nini labda? Kaa chini, umiza kichwa kisha utanielewa. Kwa kuwa huna maana, basi uwezi kabisa kujua maana. Kwa maana wewe si wa maana. Kwa heli, lakini haya maneno yangu mimi yatafakari kabisa kwa undani zaidi. Huenda tu yakawa na faida kwako. Ananyuka mzee Songo Mbingo baada ya kuhitimisha kusema maneno hayo. Mchungaji Sila anabaki kumshangaa tu, huku nako uso wake ukiwa umekunja ndita. Ndipo naye alipoamua kusimama akampa mkono. Hivyo mzee naye Songo Mbingo akampa wake kisha akasema, nitakuwa mtu wa kwanza kuamini kama muuaji mwenye tabasamu atakuacha salama, kwa sababu hata wewe pia ni miongoni mwa wale watu ambao waliotakiwa kufa kama ilivyo kwangu mimi na wale wengine. Mmeshachelewa sana. Naendelea tu kwa kufahamu kama mtumishi wa Mungu, ila acha nikutakie kila lenye jema tu, lakini upo wakati wewe utajiona kwamba huna maana na sio mimi sina maana. Mzee Songo Mbingo hakuongeza kusema neno lolote lile. Alitoka ndani ya jumba hilo na kurejea kwenye gari lake, kisha safari ya kurudi nyumbani kwake ikawa imeanza, ingawaje kichwani mwake alikuwa ana maswali kibao kuhusu mchungaji Sila. Kuna mambo ambayo yanamuumiza kichwa sana. Moja ya mambo hayo ni Sila kuonekanika kwa mbali kuhusika na muuaji kwa namna moja ama nyingine, na ndilo jambo ambalo Sila liliweza kumpa jeuli hata asiofie mkono wa moko, licha ya kuhusika kwenye dhambi waliokuwa wamewahi kumtenda Mr. Dominic. Njia nzima alikuwa akifikiria swala hilo. Hata alipofika nyumbani kwake ilibidi tu ampigie simu mzee Emerson ili amwambie kilichokuwa kimekwenda kukutana nacho huko kwa mchungaji Sila. Mzee Emerson akapokea simu. Asimebahatika kuonana naye kama tulivyokuwa tumetamani mzee.
alisema mzee Songo Mbingo wakati huo akivua tai yake akianza na koti lake la suti. Yule mzee sina imani kabisa eti kama kweli ni mtumishi wa Mungu, yaani kama wengi wanavyomtambua, aliongeza kusema mzee huyo. Papo hapo mzee Emerson akamuuliza ni sababu gani ambayo inamfanya asiamini kama Sila ni mchungaji wa Bwana. Lakini badala ya Songo Mbingo kumjibu swali lake kwa Sila, akaendelea kusema, nafikiri anajua mchezo wote unaoendelea hapa mjini, na ndio maana anaonekanika hana hofu yoyote ile. Yaani huwezi amini kabisa, wakati mimi na wewe tunaangalia kutafuta pa kujificha sura zetu, yeye ndio kwanza anaonekana kwamba ni mwenye furaha sana. Anacheka wakati wote tu kama malaya ambaye ameona pochi iliyo tuna fedha. Mbona sikuelewi? Hebu njoo kwenye jambo lenyewe la msingi hapa. Kuna nini ambacho kimeendelea huko? Yapo mengi sana. Na kwa akili ya kawaida tu maneno yale aliyokuwa anayasema pale, ukija kabisa kuyaunganisha utapata tu kitu kizima ambacho yeye anao mkanda kamili kabisa kuanzia kifo chake cha kijana yule mpaka kurejea kwake. Alipokwisha kusema hayo, mzee akakata simu. Akazima kabisa ili asipatikane endapo kama akipigwa na mtu yeyote yule. Huku akiwa tumbo wazi kabisa, mwili ukivuja jasho kwenye kipara chake, akajibwaga kwenye kitanda chake kikubwa tu, akashusha na pumzi ndefu, huku mawazo chungu nzima yakilindima tu kichwani mwake. Hakika mzee huyo alichachawa, na pindi alipokumbuka maisha yake ya zamani alijikuta akiishiwa nguvu kabisa. Mapigo ya moyo wake nayo yakamwenda mbio mbio. Hivi mimi nirudi kwenye kazi ya kushona viatu kweli? Alijiuliza kimoyomoyo. Akapiga mwayo, kisha akavuta picha kamili jinsi walimwengu watakavyomchukulia endapo kama akishuka kiuchumi, mali zake zitakapokuwa zimetoweka. Akajikuta akipata jibu tu kwa kamwe hataweza kabisa kuishi, ni bora afe tu kuliko kuhangaika katika dunia hii ambayo kila mja atakuwa akimtazama yeye. Sekeseke la tafakuri likaendelea tu kumtesa. Mwishowe akapitiwa na usingizi. Alala usingizi mzito. Alipoamka, jambo la kwanza kabisa alitupa macho yake ukutani mahala ilipo saa yake. Akaona kwamba mshale ukisoma saa 3:07. Giza nene tayari lilikuwa limetanda ndani ya jiji. Taa za barabarani na za vyombo vya usafiri ndizo zilizokuwa zimetamalaki. Honi pamoja na ngurumo za vyombo hivyo vya usafiri vikaendeleza tu kulipelekea jiji kuchangamka sana. Usiku kama mchana bwana. Wapo ambao walikuwa wakirejea majumbani mwao baada ya kazi za kutwa nzima kutafuta mkate wa kila siku, lakini pia kuna wengine usiku huo huo ndo wao walikuwa wanaingia kazini hivyo hivyo kutafuta riziki. Pilika hizo za hapa na pale ndizo ambazo zikapelekea jiji kuchangamka sana. Upande wa pili, wakati hayo yanaendelea, makaburi ya Kisutu kama ilivyo ada, alionekanika Moko kando kando ya kaburi lile lenye jina moja tu kwenye msalaba wake. Alijinamia, akaingiza mkono kwenye mfuko wa koti lake kubwa alilokuwa amelivaa, akatoka na msokoto wa bangi, akautoa kwenye kinywa chake, kisha akaingiza mkono kwenye mfuko mwingine kwa ajili ya kutoa kiberiti ili awashe msokoto wake, ayapashe mapafu. Lakini kabla hata hajawasha, ghafla njiti ikafyatuliwa, kisha akawashiwa msokoto huo. Alivuta pafu la kwanza, akarudiana la pili, la tatu. Alipopuliza moshi, kisha akasema, mbona ulipotea? Kuna gani limekukumba? Nilinaswa ise. Lakini kuna soko wangu hii hapa inaweza kuwa na manufaa makubwa sana upande wetu, alijibiwa Moko. Sauti ilikuwa ni ya Farida. Hatimaye mwanamke huyo amewasili mahali hapo kwa mara nyingine tena baada ya kuachiwa huru. Ni wakina nani hao? Aliuliza tena Moko. Wale wa siku zote tu. Sio mimi tu, hata walinzi wa Himaibia nao wamekamatwa. Lakini mmoja nimesikia kwamba amekufa baada ya kupokea kichapo tu kikali kutoka kwa Inspector Chuma, alijibu Farida. Hata hivyo nimeshamaliza naye mwana haramu mkubwa yule. Vipi? Hujawabatukia tu chochote kile kuhusu mimi? Hapana bwana, na siwezi kabisa, ila kama nilivyokuambia kwamba mchezo unaelekea sehemu sahihi kabisa. Huu ndio wakati wa kuweza kurudisha mali kwenye himaya yako, lakini yatupasa tutumie pesa kupata pesa. Bado sijakuelewa. Huu si wakati wa kuzungumza mafumbo. Hebu ongea kitu kilichonyoka basi. Moko alisema kwa hasira na ghadhabu ya aina yake. Alimtaka Farida aseme moja kwa moja, si kuongea kwa mafumbo. Farida alishtuka, akafungua kinywa chake, ila kabla hata hajasema neno lenyewe alitaka kusema, mara ghafla nyuma yao walisikia mtu akiwapigia makofi. Ngoja kwanza, ni nani huyo? Aisee, bado linaonekanika giza zito ndani ya kina hiki cha bahari, lakini sisi hatuogopi kwa sababu ramani tunayo.
Basi tupate pumziko kidogo, na kituo kinachofuata itakuwa ni kujua mtu huyo anayewapigia makofi ni nani. Bila shaka nawapongeza, lakini kwa nini wapongeze na iweje akajua kwamba watu wanapatikana hapa usiku huu? Tunafahamu hao ndio waliobaki wanaokuja katika kaburi hili. Huyo mwingine ni nani? Kama ni mlinzi, mbona yuko kule ndani kafungiwa? Bana usikose kuungana nami katika sehemu inayofuata. Itakuwa ni sehemu ya 5 ya msimu wa pili wa simulizi yetu tamu, Muuaji Mwenye Tabasamu. Bado ndani ya SMX Hub inapatikana sasa hivi. Kule safari inaendelea bila kusimama, yani haina kituo, ni unatoka kituo kimoja unaingia kingine, safari inaendelea. Unatumia iPhone, tuchie kupitia 0677062012 kuendelea na safari yetu ya kuzidi kuzama ndani ya kina cha bahari. Ni kutoe wasiwasi, tutafika salama, kwani Alex wa Milazo King alishamaliza kazi yake nzuri kabisa ya kutuchorea lamani katika safari yetu. Nahodha wako Director ON, niko makini sana kukujuza kila sehemu tunayokuwa tumefika na yale ambayo yanaweza kuonekana huko nje. Tukutane katika sehemu ya 5.